Masala ya kusema kwamba Arafa ni moja tu, Arafa ni moja, haifai kusema, lakini huo ni moja katika aina ya uzwazwa. Arafa inakuwaje moja? Kwa Mungu kila mmoja na mzigo wake. Kwa Mungu utaulizwa wewe. Mungu anasema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Maana kila mmoja atajiulizwa yeye kama yeye. Kwa hiyo usije na masala kwamba wewe unafuata mkumbo, ukirudi kwa Mungu utamtanguliza shekhe wako. Shekhe wangu aliniambia hivi. Hakuna mambo hayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi 9 ni Jumanne Dhulhijja, ambao ndani yake kuna funga sunna ya Arafa. Niwakumbushe tu ikhwatul a'izza, miaka kadhaa imekuwa ni siku ambayo watu hugawanyika katika makundi mbalimbali kwa mujibu wa nchi yetu na maeneo mbalimbali. Kuna watu ambao walikuwa wakifunga mwezi 9 Dhulhijja kufuata waliosimama kule Arafa, lakini kusali Idi watasimama pale, wataswali Idi kwa mujibu wa kalenda ya pale kwao. Lipo hilo kundi. Kuna ambao walikuwa wakifunga kuwafuata wa kule na wanaswali pia kufuata kalenda ya kule wa, na kuna wale ambao walikuwa wakifunga kufuata mwezi muandamo wa pale walipo na wanaswali kufuata mwezi muandamo wa pale walipo. Bitawfiki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mungu ametaka mwaka huu wote tumekwenda sambamba katika tarehe moja. Hili la kwenda sambamba katika tarehe moja haina maana kwamba kila mmoja amehama katika msimamo wake juu ya kila anachokiamini, bali nikusaidie wewe ndugu yangu juu ya msimamo uliokuwa nao. Ikiwa msimamo wako ni kalenda moja kwamba mahujaji wanasimama lini Arafa, na wewe ndio ukafunga kuifuata siku hiyo, au ukafunga kufuata siku hiyo lakini ukaswali kufuata siku ya pale ulipo, na haya umeyapata baada ya maendeleo, baada ya kusoma sana ulikokuona mwenyewe na kujua mambo mengi ya kimtandao, nikupe moja katika mambo muhimu atakayokusaidia. Tukimaliza mambo ya siku hizi 10, manake una siku zaidi ya 360 kwenda kuzipata siku 10 nyingine tena kama hizi, kwa maana una mwaka mzima. Masala ya Arafa hayakuchukui hata miezi 2-3 kama akili yako ndio zito kuweza kuyasoma. Hebu nenda kaka chini uyasome. Ondoka katika ule mlango wa kufuata upepo. Mpaka lini utafuata upepo? Mpaka lini? Biashara zako na kuendeshea nani? Unamwamini nani katika nyumba yako? Unamwamini nani katika kazi zako za kimaisha? Kwa nini jambo la kimungu bado unafuata upepo tu?